Bwana, zimebaki siku 7, maanake tarehe 1 itakuwa ni Jumapili ijayo. Siku chache sana zimebaki. Nimuulize hapa Malaika, vipi mechi hiyo? Una Simba anakwenda kupoteza tena ama Yanga anakwenda kudondosha alama, kwa maana kwamba anakwenda kufuta uteja? Kwa maono yangu kama Malaika wa Simba ambaye Mungu Malaika pekee aliyompa kibali. Mimi na kibali cha Mungu. Sawa, nakuwa na maono, naona mbali sana. Hiyo mechi Simba tunaenda kupoteza. Simba tunaenda kupoteza. Na hapo ndio itakuwa mtafaruku mkubwa, utaongezeka mtafaruku mkubwa kwenye klabu ya Simba. Nakumbuka ulisemaga kweli Simba hataenda robo finali. Unakumbuka? Yes. Na hakwenda kweli robo finali. Yes. Ukaweka ahadi ngumu. Yes. Vipi na hii? Na maana nimekuambia kwamba Simba mechi tunaenda kupoteza. Na hapo patakuwa na pataongezeka mpasuko mkubwa kwenye klabu ya Simba. Na tunaenda kupoteza kwa sababu za msingi. Hatuna lugha moja kuelekea katika mchezo. Wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Sawa. Yaani ndani ya uongozi pale hawana lugha hii moja. Ndani ya uongozi hao kuwatafuta wazee wana lugha hii moja. Sasa tunaenda kupoteza tena mchezo wa 7. Na ndipo sasa mashabiki wa Simba mashabiki wa Simba wataenda kuvunjika vipande katika mioyo yao. Na Simba akishinda inabidi ujiandae, watakutafuta. Hichi kitu na usiweke ahadi yoyote mchezo, ni kushauri. Hapana. Hichi kitu nikisema, unajua kuna wakati watu lazima watambue kwamba Mungu na pia kuna watu wake kawaleta hapa duniani kwa ajili ya na kuwaonyesha watu. Sawa. Niweke ahadi. Hiyo mechi. Na nitakuwepo kule Zanzibar, nitaenda Zanzibar. Nitakuwepo uwanjani. Simba yangu ilipo na mimi nipo. Simba tukiweza kumfunga Yanga Afrika mechi ya tarehe 1. Tukiweza kumfunga mechi tarehe 1, mimi niweke tu ahadi. Hii ahadi waitimize. Waitimize nani? Sawa. Simba wenyewe. Hii ahadi waitimize Simba wenyewe. Sawa. Wana Simba wenyewe. Kwa sababu najua ni ngumu kuamini. Sawa. Hebu niache kwa ahadi. Na bora ambavyo uache, kwa sababu unaweza ukafanywa vibaya kwenye ahadi ambayo kwa sababu najua kwamba watu wa Simba anaweza mfano akashinda. Hapana. Watu wa Simba inawezekana kwamba tusishinde, lakini bado wakanifanyia vurugu, kwa sababu bado watu wa Simba wengi saikolojia haziko sawa. Ile unaweza kaweka tu ahadi. Hapana. Weka tu. Hapana. Kwani ilikuwa ni ngumu sana? Watu wa Simba ahadi ambayo nataka kuweka ilikuwa ni ngumu. Yaani ahadi yangu ni ngumu sana. Yaani inasemaje? Ilikuwa inasemaje? Nikisema tena cheza ahadi. Utakuwa hujaweka. Maana jamani, hii sio ahadi. Ile ilikuwa inasemaje? Nikisema hapana, tunavunja. Hii sio ahadi, ila anaweka wazi alitaka kusema nini. Sio ahadi, msiitimize. Tumesha clarify tayari hapa, tumeeleza, na maana sio ahadi. Ila ulitaka kusema Gavas, unajua wewe hapana, unajua wewe wewe ni umebobea katika mambo ya kiuchambuzi. Nimesema hivi. Na wewe unatakiwa upewe, yani kwamba kuna baadhi ya engo wewe unatakiwa kwamba Tanzania wakupe hata tunzo. Sawa. Kwa maana una weledi mkubwa sana. Na una saikolojia kubwa sana. Ila sasa shida umekutana na Malaika mwenye kibali cha Mungu. Sawa. Haya mambo yaache, kwa sababu nimezungumza katika mitandao ya kijamii juu ya kuweza kuambia akina Dr. Mo, akina GB64 waache haya mambo. Umeona tukio kwamba sasa hivi mimi Dr. Mo na kina GB64 tukikutana hata njiani tunapitana kama watu ambao hatufahamiani. Sasa hii ni picha ndogo. Sawa. Je, nikisema hii picha kwa maana yake wanaweza hata wakanidhuru. Sawa. Wanaweza wakanishambulia hata kwa vitu vibaya, na mwisho wa siku nikajikuta kwamba mama yangu huko nyumbani huko kijijini, sawa, nikamwacha katika majuto makubwa sana. Sawa. Nimeona kuna sakata ile la Haji Sande Manara, alitoa mtazamo wake akasema ni kama vile dabi kupelekwa kule Zanzibar inapoteza mvuto kwa namna moja ama nyingine, lakini inawatesa mashabiki. Sasa kauli zake hizi zimeleta maoni mseto kwa baadhi ya
kwa baadhi ya wadau hususan mashabiki wa Yanga wanaanza kuhisi kwamba huyu Manara huyu bwana huyu hajai kuwa Yanga, huyu ni Simba huyu. Mtazamo wako ni upi? Lakini nikiwarudisha nyuma kumradhi. Nikiwarudisha nyuma, Manara akiwa msemaji bora sana katika nchi hii, yupo katika ubora wake akiwa ndani ya Simba Sports Club. Manara alishawahi kuzungumza na nukuu tu alisema kwenye ile klabu ya Yanga wenye akili ni wawili tu. Nani? Alimtaja mheshimiwa mstaafu Jakaya Mlisho Kikwete ambaye rais wetu kipenzi. Lakini pia akasema wa pili huyu ndio alikuwa namba 1 rais. Wa pili akasema baki mzazi. Afu aliobaki basi ishia hapo. Kwa hiyo mashabiki wa Yanga leo hii mimi mwenyewe nilishangaa kumpokea Haji Manara. Au utakuta ilikuwa tena mbwembwe zile. Hapana. Hakuna mbwembe kama kwenye kumkashifu mtu. Sawa? Maana ile aliwadhalau iliyokithiri. Yaani sawa, mimi leo nikwambia una akili. Okay, sasa huwezi kubali. Kwa maana yake Yanga kwenye maoni hapo wanachosema mashabiki wa Yanga kwamba huyu sio Yanga ni Simba huyu. Na sio na ni kweli sio. Yaani mashabiki wa Yanga wanapasa waandamane kama waligomeaga ile mechi usema wacheze. Sawa, hawachezi. Na wakasema wacheze na kwenda hawakucheza. Sawa, basi wanapaswa hii swala la Haji Sunday Manara ni walipinge na walipinge na tena wamkemee ikiwezekana kwamba hasionekane hata kwenye kikao cha Yanga Afrika. Ila yule ni mwanachama kabisa Simba, ile kadi ya mchongo. Haji Sunday Manara mimi namfahamu vizuri sana. Yaani Haji Sunday Manara mimi namfahamu yani hivi A to Z. Yule ni Simba na ni Simba kindakindaki, Simba lialia na Simba yule halikuwa na nyegeresha kadi. Unajua Mangungu ana kadi mbili. Ana kadi ya Simba lakini ana kadi ya Pan Africa. Sawa? Mangungu. Kwa hiyo ni sawa na nani? Na Haji Sunday Manara. Sio ni vizuri hapo? Kwa hiyo Manara ni Simba na Manara hawezi kuiacha Simba mpaka ataingia kabili. Sawa ndugu yangu. La mwisho dabi kwenda kule mashabiki. Mtu anatoka Geita, mtu anatoka Tabora, Kigoma, Lindi anaenda kule. Ni kweli mashabiki wanateseka kama dabi itabaki pale pale kwenye mvuto wake kwa dakika moja tu. Dabi haina mvuto tena kwenda Zanzibar. Kwa sababu kwa nini kila mechi kubwa iende Zanzibar? Tunapoteza ladha. Haijalishi Simba tunafungwa lakini bado Simba ina wafuasi wengi mno katika taifa hili. Kwa hiyo kwamba dabi kwenda kucheza Zanzibar ni kuendelea kuipromosha hadhi na thamani ya dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mimi naungana naye kwa hapa alichokisema Haji Sunday Manara kwamba wamekosea kuanzia Yanga mpaka bodi ya ligi. Wamekosea sana. Watanzania wengi hatuna kipato kikubwa na watu wengi ambao wanaenda kuangalia mpira ukiwafuatilia zaidi ni Watanzania wenye vipato vidogo. Wanajiunga ili kwenda kuangalia mechi zao na wako tayari kuchukua mkopo ili wakaangalie mechi. Sasa kama mtu alijua mechi iko Dar es Salaam na Dar es Salaam anajua basi moja tu, amefika basi moja tu, leo hii unaenda kumlazimisha basi ziwe yani kwamba kuna basi na boti au ndege hiyo ndege ni historia hiyo. Yaani hiyo ndege yecha nayo. Sawa, ni ndege utapata matajiri. Huyu maskini anawaza basi, anawaza boti. Tayari anaenda Zanzibar sehemu ambayo hata guest hakuna. Zipo guest hakuna Zanzibar pale, mimi sio moja kwenda. Sawa. Ukienda pale Zanzibar, ukishuka pale na sehemu ya uwanja ukisema utoke pale yani kwamba ukalale sehemu nje ya uwanja shehe wangu utateseka sana usafiri wao. Kwa hiyo maana yake lazima ungangania pale pale, la hasha ukalale pale ba ulale ba. Na sasa hivi ni mwezi mtukufu na pale na mwezi mtukufu Ramadhani ba hakuna Zanzibar. Kwa hiyo kuna changamoto. Mimi nishakwenda pale Zanzibar mechi ya mwaka jana
Sawa. Ile na Berkane. Ulilala ba. Nililala ba. Yaani nilitumia shilingi 5,000. Sawa. Pale ba sheria yao. Uruhusiwi pale kukaa bila kinywaji. Kwa ukatoa 5,000 nikatoa baba akatoa shilingi 5,000 nikaagiza soda moja na maji. Maana ilikuwa ni shilingi 2,000. Ukaenda nayo hayo. Nikaenda nayo pale, yani pale baadaye mpaka asubuhi. Sio madhuri. Kwa maana yake walichokifanya Yanga pamoja na bodi ya ligi wamefanya kitendo ambacho wanadhidi watu kutokuamini bodi ya ligi na kuona bodi ya ligi kweli nchi hii bado uongozi wa bodi ya ligi hauko valid. Lakini pia wanadanga na pia wanatia mashaka. Sawa. Hata kama kama simu wanatufunga sana, lakini sio tupeka Zanzibar hii. Watufungie tena papo kwa Mkapa. Kwa hiyo hili swala mimi na pia nalipinga naungana na muunga mkono na mguu Haji Sani Manara kwamba bodi ya ligi na Yanga wamekosea. Sawa bwana. Bwana tunaishia hapo siku ya leo. Tutaendelea tena kuelekea dabi ya Kariakoo. Tutakuwa na kipindi special kabisa, Road to Kariakoo dabi ambayo itapigwa pale New Amani Complex Zanzibar. Itakuwa ni mosi March 2026. Bye bye.